wawili au watatu au wanne, ikiwa mtahofia kufanya uadilifu, basi oeni mke mmoja. Kwa hiyo suala la kuoa mke zaidi ya mmoja limetakikana, na ni jambo ambalo kwa kulifanya kwake kwa mwenye kulifanya, basi atakikana ajiweke kwenye hali ya uadilifu. Lakini uadilifu kadiri ya vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala atakujalia wewe, kwa sababu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameashiria katika aya nyingine kwamba jambo hili la uadilifu ni jambo zito sana na si jepesi. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, walan tastati'u an ta'dilu baina an-nisa'i walau harastum, wala hamtoweza kufanya uadilifu kati ya wanawake japo kuwa mtataka kufanya hivyo. Kwa hiyo mtu hata akiwa na pupa ya kiasi gani kutaka kufanya uadilifu, lakini uadilifu ni jambo lililokuwa gumu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala, mbali na kuwafanyia uadilifu wanawake, ametaka kuishi kwa uadilifu na watu wote. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kusiwafanyeni nyinyi au kusije ukawafanya kuwachukia watu iwe ni sababu ya kutowafanyia uadilifu. Kwa hata kama mtu mpendi, basi mfanyie uadilifu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, fanyeni uadilifu, ndio uko karibu na ucha Mungu. Kwa hiyo uadilifu, na dini yetu ya Uislamu ni dinul adala, dini ya uadilifu, na sio dini ya usawa kama wengine wanataka kuweka watu kusema haki sawa. Si nasema sio haki sawa, bali haki kwa uadilifu. Ukisema haki sawa, maana yake la yastawi, hawawi sawa. Walaysa dhakaru kaluntha, mwanaume afanani na nini? Lidhakari mithlu hadhi alunthayaini. Kwa hiyo mwanaume atapata mara mbili ya mwanamke, na ndio uadilifu. Ukitaka usawa, maana yake uwape wote nini? Sawa sawa. Haina usawa hii dini, bali na nini? Ina uadilifu. Maana yake kila mtu atapewa haki yake, na hivyo ndio ilivyokuwa sawa. Mama Aisha radhiallahu anha anasimulia alivyokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba yeye alikuwa anaishi na wake zake, na alipokuwa akiishi na wake zake, kama inavyojulikana, wake wa Mtume Muhammad sallam nyumba zao zilikuwa pembezoni mwa msikiti ule wa Madina. Kwa hivyo yeye alikuwa anakwenda kutembelea wake zake, anapita kwa mke mpaka mke mwingine, na kisha anaelekea katika ile nyumba ambayo atakafanya nini, atakayolala kule, ndio analala pale. Riwaya hii iliyopokewa hii juu ya mama Aisha radhiallahu anha anamsimulia Mtume sallam akipita kwa wake zake, ikasema bighairi masisin, yani alikuwa sio akifika huku, yani anapita kwa wake zake, lakini sio kwa jambo la nini, la ndoa, ama kule anakokwenda kulala ndio. Kwa hiyo si kwamba uadilifu kwamba wewe umepeleka, kama watu wanavyofikiria uadilifu uwapelekee watu kama nyama wote, kama dagaa wote. Pengine huyu mwingine hapendi, anapenda kitu fulani. Kwa hivyo uadilifu utampa kila mtu ukiweza kile anachokitamani. La huna, basi utatoa. Liyunfiqu dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Utatoa wewe kadiri ya uwezo wako. Ikiwa huna, basi utatoa kile alichokupa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tumekuja katika jambo adhim, jambo la ndoa, an-nikah, ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema an-nikahu min sunnati,
faman raghiba an sunnati falaysa minni, ndoa ni sunna yangu, basi atakayejitenga na sunna hii si katika mimi. Tumekuja katika jambo la ndoa ambao min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi, na katika alama za kuwepo Allah subhanahu wa ta'ala, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, ni kule kuwaumbia nyinyi min anfusikum azwaja. Yani Allah subhanahu wa ta'ala katuumbia wake zetu, wanadamu wenzetu, yani min jinsikum, wake zetu ni wanadamu kama sisi. Min anfusikum azwajan litaskunu ilayha, ili mpate kupumzika, kutulia. Kwa hiyo unaonaje wewe kama utulivu wako ulikuwa unaupata kwa mke mmoja, unapata utulivu? Je, wakiwa wawili utulivu unazidi au sio jamani? Wakiwa watatu unazidi zaidi, wakiwa wanne wewe tena, kwa sababu wa kulli almu'minina yaghuddu min absarihim, waambie waumini wa kiume wateremshe macho yao, wasiangalie vitu. Na ukiona umeangalia vitu ukapigwa shoti, basi rudi wapi? Rudi nyumbani kwako ukapate dawa ya kutuliza yale matatizo uliyokutana nayo barabarani. La shaka mtu ambaye atakuwa na mke zaidi ya mmoja, la shaka jicho lake litafanya nini? Litatulia zaidi. Hawa kina mama ndio Mwenyezi Mungu amewaleta, ametuletea kwa ajili ya nini? Kututuliza. Khalaqa lakum min anfusikum, amewaumbieni nyinyi. Khalaqa lakum min anfusikum azwaja, Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba kwa ajili yetu sisi, ili tupate utulivu kutoka kwao. Kwa hivyo, kwa yule ambaye anastarehe kwa halali kwa vile alivyoelekeza Allah subhanahu wa ta'ala, akatumia vitu hivi kwa njia hizi ambazo zilizoruhusiwa na sheria, jambo linakuwa ni jambo zuri. Kama ilivyokuwa hii an-nikah au al-iqd huwa dhamm wa tadakhul fi al-lugha, kwamba ni swala la watu kuingiliana, lakini kisheria huwa ma yuhillu lirajul istimtaa bil-untha wal-untha bir-rajul. Jambo hili linahalalisha mwanaume kustarehe na mwanamke na mwanamke kustarehe na mwanamke. Kabla ya hapo, kabla ya ndoa, kama hilo jambo litafanywa nje ya ndoa ni haramu. Tumeelewana jamani? Kwa hiyo hili uhalalishiwe, iwe ni halali kwako kutumia hivyo vitu, lazima uhalalishiwe. Na kuhalalishiwa ndio hiyo Allah subhanahu fankihuhunna biidhni ahlihinna, waoeni kwa idhini za nini? Za mawali wao, wazee wao. Faatuhunna sadaqatihinna nihla, wapeni mahari zao. Faatun nisa sadaqatihinna nihla, wapeni mahari zao. Kwa kama mtu katoa mahari akaozeshwa na wali wake, mashahidi wakawepo, mashahidi wawili wakashuhudia lile jambo, mahari imetoka, mume karidhia, mke karidhia, na wali yupo, basi ndoa imekamilika. Kwa hiyo huyu atakayefanya jambo hilo la kustarehe na mkewe baada ya kukamilisha masharti yale, basi ni halali kumtumia yule mwanamke au yule mwanamke akamtumia yeye, kwa maana hawa wana uhalali. Wengi wanatumia lakini hawatumii kwa halali, na ndio maana kumekuwa na nini? Na vurugu za watoto wa mitaani, watoto wasiosikia, watoto ambao hawajapatikana kwa dua yoyote.
manake mwizi jamani. Mtu kachukua mtoto wa mtu, hajalipia mahari, hajaozeshwa, atakumbuka kusema Allahumma jannibna shaytan, akati shetani ushakuwa naye pale. Lakini hii ndoa kwa kuwa ina uhalali, mtu anatumia kwa halali, basi mwingine anachukua na udhu kabisa, mwingine anatamka dua hii, Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana. Ewe Mola wetu, tukinge na shetani, tuweke mbali na shetani, na kiweke mbali na shetani hiki kiumbe utakachoturuzuku. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema in qudira anna bainahuma waladun, ikiwa watakadiriwa kupata mtoto katika tendo hilo, lam yadhurruhu shaytanun abada, mtoto huyo hatahudhuriwa na shetani milele, kwa sababu kapatikana kwa misingi hii iliyokuwa ya sawa. Yani ilisomwa dua kabla tone la mbegu yake la kupatikana mtoto yule alijashushwa, basi huyu baba kwanza alitanguliza dua. Lakini ikhwata al-iman, tumehimizwa sana sisi kulea haswa kina mama, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametoa bishara kwa mtu atakayelea mabinti wawili au watatu kwamba anapata nini? Anapata pepo, falahul janna. Sasa wewe unaishi na wanawake wanne, ukiishi nao kwa uadilifu vile alivyotaka Allah subhanahu wa ta'ala, la shaka wewe unayo nini? Ni mlango wa kupata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ni njia nzuri sana hii, na ni njia kubwa sana nyepesi ya watu kutangaza nini? Uislamu. Na hii ndio tofauti ya Uislamu, kwamba sisi tutakuwa wengi, tazawwajul waluda alwaduda fa inni mukathirun bikumul umama yawma alqiyama, oweni wanawake wenye kuzaa, wenye mapenzi, mimi nitajifakharisha kwa umma mkubwa siku ya kiyama. Kwa unapooa unazaa, inakuwa sababu ya wewe kuleta viumbe ambao wanamwabudu nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Huwezi kufanana na yule muoga mwenye mke wake mmoja, atazaa watoto wachache, viumbe wachache watakaotoka kwake yeye watakaomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wao utakuwa nao umewaleta wengi. Na Allah sema ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hata Mtume sallam Taif, wakati walivyotaka kuangamizwa baada ya kumpiga mawe Mtume Muhammad sallam, Mtume akasema mimi nataraji huenda wakatoka katika migongo yao hawa watu watakao kuja kufanya nini? Kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo usiwaangamize. Sasa tunao viumbe tunatembea nao tu, kwa uoga wetu hatuongezi wake, tumebaki tunazunguka nao mpaka unazeeka nao mtu. Lakini laiti kama ungeoa, ungewatoa hao, wangeishi katika ulimwengu, wangemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Unaonaje wewe uwe na vijana wa khairi wanaofanya kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanaosimamia dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wanaitangaza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hiyo hii ndoa ni sababu ya kupata nini? Dhuria tayyiba, ndio sababu ya kupata kizazi chema. Miongoni mwa sababu za kupata kizazi chema ni nini? Ni ndoa. Na tumehimizwa ya ma'shara shabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, enyi vijana mwenye kuweza kuoa na aoe. Kwa sababu vijana hata katika kupata watoto, wengi vijana ndio shughuli zao, hiyo ndio rahisi kwake yeye na kwa mkewe. Wazee tayari wanaweza kupata, lakini washachoka. Anasema Mtume Muhammad sallam siku moja, anasema aliwahi kumruhusu mzee kumbusu mkewe katika Ramadhani, lakini akamkataza nani? Kijana. Tukio lile lile, kaona huyu kijana anaweza kabusu akaendelea, lakini huyu mzee anaweza kumiliki nini? Matamanio yake, akajizuia asiendelee mbele. Ama wewe kijana ukibusu unaweza ukaendelea ukaharibu saumu yako. Kwa ikhwata al-iman, swala la ndoa ndio kinga iliyokuwa bora sana, kinga iliyokuwa bora, kama Mtume sallam alivyomaliza katika hadithi niliyoitaja hapo, fa innahu aghadhu albasar wa ahsanu lilfarj, kwamba inakufanya wewe ufumbe macho yako, usiangalie, usihangaike
Kwa yale ile amri iliyokuja kwa wanaume na wanawake kuinamisha macho, kutotazama vitu vilivyoharamishwa, ikiwa utaoa basi utaitwa nini? Utaitekeleza ile aya. Kadhalika ukiongeza mke wa pili ndio unazidi, macho yako yanazidi kufanya nini? Kuinama, yani uhangaiki kwa sababu unayo. Wa ahsanu lilfarj, pia hii ni kinga ya wewe kukinga nini? Tupu yako. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man dhamana li ma baina, mwenye kunihifadhia mimi vitu viwili, ma baina fakhidhihi, kati ya mapaja yake au miguu yake miwili na midomo yake miwili, mtu akinihifadhia vitu hivi, falahu aljanna, huyo anapata pepo. Ukihifadhi hivyo vitu viwili unapata nini? Unapata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani umehifadhi ulimi wako, usengenyi watu, utukani watu, useme maneno mabaya, lakini pia ukahifadhi tupu yako kufanya zina, basi wewe falaka aljanna, unayo pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa huku katika hadithi hii tunaona miongoni mwa sababu za kuhifadhi tupu ni hiyo, ni hii kufanya nini? Kuoa. Akasema sallam, faman lam yastati', ama asiyeweza, fa alayhi bisawmi fa innahu lahu wija, asiyeweza kuoa basi ni juu yake yeye kufunga, afunge. Fa innahu, uko kufunga, lahu wija, itakuwa ni kinga. Wa saumu junna, na saumu ni kinga. Kwa hivyo itakupunguzia wewe shahawat, mihemko, mizuka katika mwili wako, kiasi utakuwa umepata kinga ya kutokukupeleka wewe kufanya mambo ya haramu. Kwa hiyo ndoa upande mwingine si saumu tu junna, hata hii ndoa nayo ni nini? Junna. Leo mtu kasumbuliwa, kapatwa na hisia, mwenye mkewe anakimbilia wapi? Nyumbani, au sivyo? Lakini wewe una mke, unafanya nini? Mtihani. Ndio hayo mambo yamekuja, hata Qur'ani imeyakataza, imeharamisha mambo ya kutumia nikahu aliyad, mtu kaoa mkono wake. Sasikia watu wanaofanya harusi na mikono yao? Jamani, tumesikia tujasikia? Mtu kaoa mkono wake anahangaika nao. Hayo yamekatazwa, ni mambo ya nini? Ya haramu kufanya hivyo, kufanya kitendo cha mtu kuoa nini? Mkono wake. Mambo yamemzidia. Kwa hiyo tuoe, tusiogope. Na Allah subhanahu wa ta'ala, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum in yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadli. Oeni, waozesheni, hata watumwa wenu waozesheni, waoane. Ninyi wenyewe oeni. Na Allah akasema in yakunu fuqaraa, kama mafakiri marofa, hamna kitu, basi yughnihimullahu min fadli, Mwenyezi Mungu atawatajirisha wale waliooa. Na ulama wanasema katika sababu ya utajiri ya watu kutoka katika ufakiri ni nini? An-nikah, kuoa. Kuoa kuna baraka kubwa sana, kiasi mtu kama alikuwa rofa hivi, sasa wewe endelea kuogopa kuoa, utabakia hivyo hivyo pango pakavu tu, mchuzi hamna. Lakini wale waliooa kwa ikhlasi na takwa, utakuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lazima atamfungulia huyu, kwa sababu ana watu, ana majukumu. Kuna watu wanataka kulea, kashakubali yeye kwamba yeye ndio masuul wa hao, chakula chao, malazi yao, matibabu yao, ana majukumu ya kuwahudumia hawa watu. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameahidi atawapa utajiri wale waliooa. Na ndio leo angalia katika vitu ambavyo wewe hata unapotamani kuoa,
na wengi wanajua katika walioa. Pale ulipofikia kutaka kuoa, hata kama ulikuwa una kitu, basi utapata hela ya mahari ulipi. Katika vitu ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwachi mja aangaike, mojawapo ni mambo ya ndoa. Yaani ukiwa una nia ya kuoa, basi Mwenyezi Mungu wewe akuachi. Utakuta lazima atafanya nini? Atakupa riziki na utalikamilisha jambo la ndoa. Wengi anajikuta mtu hana kitu, lakini analiona jambo lake linavyokwenda sawa. Angalia Nabii Musa alayhi salam kule kwa Shuaib, alipokwenda alikuwa tayari kufanya kazi miaka 8 kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya mambo mawili tu jamani, mke na nini? Na chakula. Akaambiwa fa in atmamta 10 famin indik ala 8 ihjaj, kwamba wewe utanifanyia kazi miaka 10. Anachunga wanyama, anamwambia inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatain, mimi nataka nikuozeshe mmoja katika watoto wangu wawili hawa mabinti wangu, mmoja wapo nataka nikuozeshe wewe, unasemaje? Maana mtoto wake mmoja wa kike anamshauri, ya abati istajiru, babangu naomba umwajiri huyu, inna khaira man istajartahu alqawiyul amin, hakika bila shaka mbora wa kumwajiri wewe ni mwanaume kama huyu mwenye nguvu alafu mwaminifu. Ulama wanasema nguvu zimeonekana wakati nguvu za Nabii Musa alayhi salam, wakati wanawake wale wamekwenda kutaka kunyesheleza pale, ule mfuniko ule wa kile kisima hauwezi kunyanyuliwa isipokuwa na watu wengi, wanaume wenye nguvu waje wengi ndio waweze kunyanyua. Huyu peke yake atawezaje? Lakini Nabii Musa alayhi salam kwa pawa aliyokuwa nayo akautoa ule mfuniko peke yake. Hapa imeonyesha nguvu zake. Hata ilivyokuja kule alipokuta Bani Israeli, mmoja wa watu wake na hawa mmoja katika wa Misri ambao sio watu wake Nabii Musa wanapigana, yeye akamsaidia yule katika watu wake. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, fawakazahu Musa faqadha alayhi, yani ngumi moja tu Nabii Musa alipiga yule akafa pale pale, kuonyesha ile ni power ile ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kampa, yani ana nguvu. Sasa walipokuja huku kwa baba yake Madian, mzee yule anamwambia mwanae, anamwambia baba, huyu mimi naomba umwajiri huyu. Mzee aliposikia kwamba mtoto wa kike anasema baba mwajiri huyu, akaona sio kumwajiri tu, mimi huyu nataka nimwozeshe. Inaonekana wewe ushampenda huyu. Tumeelewana jamani? Inaonekana ushampenda. Wanasema kwenye nguvu zilionekana uaminifu wake, kwa sababu ilikuwa Nabii Musa alayhi salam japo yeye ni mgeni, lakini hakumtanguliza mwanamke mbele, yeye akae wapi? Akae nyuma. Fitna kasema acha mimi nikae mbele, wewe utakuwa unanielekeza tu, kata kushoto kata kulia, kwa sababu mwanamke unapomweka mbele wewe uko nyuma ni matatizo. Wakafika ikaonekana kwamba Nabii Musa alayhi salam muaminifu, hakumsemesha yule binti kwa namna yoyote, kafika naye vizuri kwa amani, kwa uaminifu, mpaka kwa baba yake. Kwa babangu anataka kukulipa, babangu anataka akulipe ajra ma saqaita lana, akupe malipo yako kwa vile ulivyotunyeshelezea wanyama wetu. Kufika kule ikawa sababu ya kuozeshwa, lakini alikuwa Nabii Musa alayhi salam yuko tayari kutumika pale kwa miaka 8 kwa ajili ya kuhifadhi nini? Jamani, jambo dogo ndoa hii. Chakula tu, apawe chakula na apate mke kwa ajili ya kujistiri na matamanio yake. Yuko tayari kutumika kuchunga pale miaka hata 10, yuko tayari ili tu apate kufanya nini? Kustirika. Anatuonyesha kwamba umuhimu wa hili jambo la nini? La ndoa. Lakini wengi tumelipuuza, wengi tumeliona jambo jepesi.
Na ndio maana kinyume cha ndoa ni zina, ambao Allah subhanahu wa ta'ala wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, wala msikaribie zina. Zina ni uchafu na ni njia mbaya, jambo la haramu limeharamishwa, lakini matokeo yake vile vile yamekuja na kumekuja na hukumu kali kali. Kwanza min al-kaba'ir, ni katika madhambi makubwa zina, ambayo lazima wewe ukae utubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sio kwa istighfari tu naondoka mpaka ufanye nini. Lakini mzinifu ambaye hana mke anachapa bakola ngapi? 100 kama kuna sheria ya Kiislamu. Na yule ambaye kaoa akafanya zina anafanya nini? Anapigwa mawe mpaka afe. Hii jamani, jambo dogo hili? Jambo kubwa sana. Ukipata mtoto katika hali hiyo ya uzinifu, unamtoa katika mirathi mwanao, kwamba anakuwa sio katika nini, katika warithi wako. Kwanza unyonge atakaoishi nao mtoto kipindi kile anaonekana kwamba yeye ni mtoto wa nini, wa zinaa, au ni mtoto wa haramu kama wanavyosema watu. Yani akitembea anaambia mtoto wa zina. Sasa zina yenyewe ndio nani? Zina yenyewe ndio wewe babake. Biadhi billah, huyu mwana haramu, mwana wa haramu. Kwa hiyo kuna mwana mtoto, alafu kuna huyo haramu ndio alomzaa huyu. Huyo haramu wenyewe ndio wewe. Sasa mtoto wa zina, huyo zina wenyewe ndio nani? Ndio wewe, uko pale. Kwa hakika ukilisawir jambo, ukilipiga picha ukakaa ukalitafakari, utaliona ni nini? Ni jambo baya sana, ni jambo. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema innahu kana fahishatan wa sa'a, ni uchafu na ni njia mbaya, na matokeo yake ni mabaya. Kuzaa watoto ambao wamekuja katika njia ambazo sizo ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametaka, ameelekeza. Kwa hiyo hili kuyaondoa hayo, watoto wa mitaani wasiokuwa na baba na mama wanahangaika. Mtoto ambaye hana baba yake ni Nabii Isa alayhi salam, na Adamu alayhi salam yeye hakuwa na baba na mama, ndio kiumbe wa mwanzo kuumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Abul Bashar ndio baba wa viumbe vyote katika ulimwengu, na Allah subhanahu wa ta'ala anawaongeza watu katika ulimwengu, wanawake na wanaume, kizazi kwa kizazi, kupitia watu kuoana na kuzaana. La shaka wale ambao hawajaoana nao wanazaana, lakini wanaleta watu ambao wamekuja bila nini, bila utaratibu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuridhia na kuweka. Matokeo yake mtu anamkimbia mwanawe, anamkimbia duniani kabla siku ya kiyama, yule aliyomzaa katika njia ambayo sio sahihi. Kwa hivyo Sheikh Idi kwa jambo hili alilolifanya hapa la kutuleta katika jambo tukufu, jambo la ndoa, ambayo ndiyo sunna ya manabii wote na sunna ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sunna ya watu wema na wacha Mungu, kwamba jambo la ndoa kwa hakika tutakikana kufata mfano kama huu na kuishi maisha kama haya. Na una sababu ya kuogopa, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala alituumba katika ulimwengu huu, akatuleta. Hatukuja na kitu chochote, kama ambavyo tutaondoka hatuna kitu chochote. Kama tumekuja hatuna kitu chochote, tutaondoka hatuna chochote. Uoga wa ufakiri unatoka wapi? Uoga kwamba nitamlisha nini, nitafanya nini, wewe unatoka wapi? Sio kazi yako. Muhimu wewe umefanya lile jambo, Allah anaridhia. Jamani, tumeelewana vizuri? Unapofanya jambo wewe angalia tu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameliridhia jambo hilo. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala karidhika nalo, basi atakupa njia
ya wewe kufanya nini, kulimudu na kubeba. Kina mama wengi wamekuwa na matatizo, akisikia mtu anaoa mke wa pili, yani au watatu au wanne, ndio balaa. Yani yuko tayari wewe uwe na vimada wanne, lakini sio uwe na mke wa pili, watatu, wanne. Kwa wazee wengi wamekuwa wako tayari wana marafiki kwenye vibanda ambavyo sio rasmi, havijulikani, mara wamefumaniana, wamedhalilishana, lakini kwenye kufanya jambo la haki la kisheria. Kwa tutatakikana tuwe na wanawake ambao wanatusaidia sisi katika mambo mema na kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wataawanu 'alal birri wattaqwa wala taawanu 'alal ithmi wal 'udwan. An-nisa'u shaqaiqur rijal, kwamba wanawake ni ndugu wa wanaume. Kwa hiyo kazi yao kusaidiana. Uwe na mwanamke atakayekuhimiza wewe kufanya nini, kheri unapoghafirika. Umechelewa kuswali, umechelewa kwenda katika darsa, mambo mema yale anakuhimiza. Leo Ijumaa, mbona mpaka saa hizi uko hapa? Utaingia saa ngapi msikitini? Kama unahisi una haja ya kuoa mke mwingine, na fanya hivyo, ruksa, hakuna tatizo. Tumeelewana jamani? Kwa hiyo wanawake walipende jambo hili kuliko kuacha waume zao wakafanya mambo ya ajabu, wakaishi na vimada. Wanawake wahimizi waume zao kufanya mambo ya ndoa, na la shaka anayeolewa mke wa pili au watatu ni mwanamke mwenzako, tena muislamu mwenzako, muumini mwenzio. Na innamal mu'minuna ikhwa. Jamani, tunaelewana? Waumini wote ni nini? Ni ndugu, wawe wanaume wawe wanawake. Kwa hiyo kama mwanamke mwenzio anaolewa na mumeo, maana yake huyo ni dada yako, ni ndugu yako. Wewe unatakiwa kufurahia kwamba nimepata ndugu yangu. Udugu wetu ule wa imani umefanya nini? Umeongezeka. Sasa tumekuwa mume wetu ni jamani, tumeelewana? Hayo ndiyo mambo yatakikana watu waishi kwa upendo, kwa mapenzi makubwa na kwa furaha. Kwa hiyo badala ya wanawake kujificha wanaume wakafanya mambo ya haramu kwa kuogopa wake zao, mimi nafikiri moto wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwanza kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuogopa moto wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu wakati utakapokuwa unaunguzwa huyu atakuwa hayupo. Wakati wewe unamkosea Mwenyezi Mungu, Allah anakukasirikia, huyo mwanamke atakusaidia nini? Mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala utakuwa na mengi ya kujibu. Na la shaka lazima ujue wewe ni rafiki yake tu, na urafiki leo upo, kesho haupo. Kwa hivyo urafiki wenu, mapenzi yenu yawe ni kwa ajili ya nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukijihisi tu mimi nataka kuongeza kwa sababu ya kujistiri nafsi yangu, sitaki kufanya maasi, hakuna swala la